ujumbe kwa ajili yako siku ya leo, ujumbe ambao unataka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Shukuru Mungu kwa ajili yako, kwa ajili ya wewe ambao uko hapa. Neno la Mungu li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wa mwanadamu. Haleluya! Ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wa mwanadamu. Ninasema wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Kwa hiyo tunaliona neno la Mungu ni jepesi. Kwa hiyo lina uwezo wa kubadilisha, lina uwezo wa kusafisha, lina uwezo wa kutakasa. Tupo hapa mimi na wewe ni kwa sababu tumetakaswa kwa neno la Mungu, si kwa sababu tumetakaswa kwa kitu kingine chochote, bali neno la Bwana limetutakasa. Haleluya, amen. Nitazungumzia imani ndiyo miguu ya kuenda mahali pa baraka zako. Imani ndiyo miguu ya kwenda mahali baraka zako zilipo. Haleluya, amen. Imani ndiyo miguu ya kuenda mahali baraka zako zipo. Haleluya, haleluya. Ninazungumzia imani. Jumapili moja iliyopita sana nilizungumzia imani ndiyo chanzo cha mafanikio yako. Tukaangalia chanzo, tukaona Mungu ndiye chanzo cha kila kitu duniani, na chanzo cha Mungu alichokiweka kwenye maisha yetu, chanzo kikubwa ni kuamini kazi ya Kristo msalabani. Haleluya. Kwa hiyo tunaona chanzo kikubwa, chanzo ambacho Mungu anakianzisha kwenye maisha yetu. Anaanzisha chanzo cha sisi kuamini ile imani anayoiweka ndani yetu. Haleluya, amen. Maana anasema ameokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, bali ni kipawa cha Mungu. Haleluya. Sasa nazungumzia imani ndiyo miguu. Napozungumzia imani ndiyo miguu, hauwezi kuwa mtu ambaye unaweza kufika mahali. Kama tutasema utoke hapa uende senta ya Lukobe, au utoke hapa uende pale barabarani, kama hautakuwa na miguu hauwezi kwenda. Tunajua habari ya miguu, kazi ya miguu. Kazi ya miguu ni kutuwezesha kutembea kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Kazi ya miguu ni kutuwezesha kutoka mahali pamoja kwenda mahali pengine. Imani ndiyo miguu ya kutupeleka mahali ambapo zipo baraka zetu. Imani ndiyo miguu ambayo inatupeleka mahali baraka zetu zilipo. Imani ndiyo miguu itakayotupeleka mahali pa uponyaji wetu. Haleluya, amen. Jumatano nilitoka na kushuhudia hapa, usisahau, imani ndiyo miguu ya kuenda mahali pa baraka ya mtu. Imani ndiyo miguu ya kupeleka mahali penye baraka zako. Huwezi kufika mahali penye baraka zako bila kuwa na miguu ya imani. Haleluya. Imani pekee yake ndiyo itakuwa miguu itakayokuwezesha kutoka mahali kwenda mahali. Ifanye imani kuwa miguu yako, ili kuchukue kupeleka kwenye uzima, ikuchukue kupeleka kwenye baraka, ikuchukue kupeleka mahali panapostahili wewe kufika. Haleluya. Kwa hiyo imani pekee yake ndio itakayokuchukua na kukupeleka hapo mahali panapostahili. Amen. Mwezi wa 12 nilifanya tendo la imani. Imani kubwa sana. Mboga nilikuwa na maiki yangu kama hii. Lakini ile imezidi hivyo. Sawa? Kwa sababu hii ni maiki ya kisasa, inaongeza sauti mwenyewe hapa mkononi. Sawa? Kwa hiyo hii ni zaidi ya ile nilifanyaje? Nilitoa. Nilipokuwa ninahubiri kanisani, nikahubiri, Roho Mtakatifu akaniambia hii maiki sio mali yako tena. Mpaka
mpaka ule mtambo kuchajisha betri. Nani anapenda kila siku anunue betri dukani? Lakini nilitoa betri zile ambazo ni za kuchaji na mtambo wake kuchajisha na maiki nikagawa, nikaviacha pale kanisani. Kwa sababu gani? Sauti ndani ilisema, hao watu kwa nini wanatumia vyombo dhaifu? Nikasema hii kuanzia leo ni mwabariki, na Mungu akajitwalia utukufu. Vile vile Mungu amejitwalia utukufu, amenipa maiki nyingine nzuri ya bora ya kisasa zaidi. Haleluya. Tarajia kuyaona mambo makubwa, kwa sababu nimekataa. Kama niliacha uchawi, niliacha tunguri zikachomwa chini ya minazi pale kanisani, na tangu siku ile sikugeukia kurisi maagano ya mizimu na uganga kuendelea kufanya. Nilikataa, kama Yesu alivyosema, mkiamini kazi nilizozifanya nanyi mtafanya kubwa kuliko na hizi. Nami ninahitaji kuyafanya mambo makubwa kuliko yale Yesu amesema. Haleluya. Nazidi kukaza, imani ndiyo miguu ya kuendea baraka. Nataka tuangalie Biblia, kitabu cha Mwanzo sura ya 12, tumwangalie Ibrahimu. Nataka tumwangalie Ibrahimu kwa kina. Haleluya. Inawezekana umesikia mara nyingi, lakini nataka tena tumwangalie Ibrahimu kwa macho mengine. Fungua macho yako ya roho. Haya ya mwili hayafai kuangalia kila siku. Ndio maana hata kuna wengine wako hapa ni kwa sababu ya mkate unasumbua. Kwamba njaa inasumbua hata nisimwabudu Mungu. Ni njaa. Nikikumbuka mwaka 2020 kama na 14 hivi, ndipo niliambia ndoa ya unga 13, nikaambia ndoa ya unga, Mungu unajua nina mtoto na mke na watoto 3 nilicho. Hii ndoa haina unga kutosha. Naomba fanya njia, maana umesema wewe unafanya njia mahali hapana njia. Mawazo yako yako juu ya chumuziki. Mungu alifanya njia jioni tulipata unga. Haleluya. Nimekuwa nikasudia mara nyingi imani. Mungu alinipa karama ya imani. Kwa karama ya imani sina mashaka nayo. Yaani juu ya karama ya imani nina imani kama katapila. Haleluya. Katapila ikianza kung'oa mawe ni kung'oa tu au kudili na kudili tu. Haleluya. Ibrahimu ni baba wa mataifa, baba wa imani. Biblia inasema Ibrahimu ni baba wa imani. Anasoma Agano la Kale, anasoma Agano Jipya. Paulo anamwandika sana. Yakobo anamwandika sana kwamba ni baba wa imani. Sasa tunaposoma Mwanzo, tunapozungumzia imani ndio miguu ya kumpeleka mtu kwenye mafanikio yake, kwenye baraka zake, lazima tumwangalie Ibrahimu. Kwa nini tumwangalie Ibrahimu? Ni baba wa imani. Mwanzo 12. Hapa tunaposema Bwana akamwambia Ibrahimu, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitakubariki, nami nitawabariki wakubarikiwa, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za duniani watabarikiwa. Basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye, na Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipoingia. Kwa hiyo tunajifunza nini? Lazima tuangalie imani jinsi inavyotenda kazi. Imani ndiyo miguu ambayo inamchukua mtu, inampeleka mahali penye hazina yake, kwenye baraka yake, kwenye hatima yake. Kinachoweza kufikisha mtu kwenye ile hatima, lazima mtu akubali imani iwe miguu yake. Ili ufike kwenye baraka, kwenye uponyaji, lazima ukubali kwamba imani iwe miguu yako. Ndipo Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika jamaa yako, toka katika nchi yako, toka kwa baba yako na mama yako, uende mpaka ile nchi ambayo nitakuonyesha, nami nitakufanya kuwa kule taifa kubwa, nami nitakubarikia huko. Maana yake Ibrahim anaingia kwenye kitendo cha kiroho, kuvaa miguu ya kiroho, kuvaa miguu ya imani ya kiroho. Aanze kuondoka mahali pamoja, aende mahali ambapo hapajui kwa imani. Maana yake anavaa miguu ya imani ili aende kumiliki kuwa jina kubwa duniani, amiliki kuwa taifa kubwa duniani. Lazima Ibrahimu aingie kwenye imani ya kuvaa miguu ya imani, aelekee mahali panaitwa Harani, katika mji wa huko
katika hiyo nchi ilikuwa ni ya Kanaani, mahali hapo palikuwa panaitwa Harani, sehemu fulani. Haleluya. Sikiliza, kitendo hiki cha Ibrahimu ni kuvaa miguu ya imani. Maana neno la Bwana linaweza likaja kwa Ibrahimu, kama lingekuja kwa Ibrahimu asalie pale pale nyumbani kwa baba yake, asalie pale pale kwa ndugu zake, Ibrahimu asingekuwa baba wa mataifa. Ibrahimu asingekuwa baba wa mataifa mengi na baba wa baraka nyingi duniani. Haleluya. Ili Ibrahimu jina lake lijulikane duniani, ilipendeza tu avae miguu ya imani, achukue hatua ya kuondoka. Haleluya. Imani ndiyo miguu ya kupeleka mtu mahali penye mafanikio yake. Haijalishi mazingira unayopitia, haijalishi kazi, mazingira, adha na tabu unazozipitia, haijalishi hali ya hewa, lakini unapotambua kwa imani, kuvaa viatu vya imani, ndipo unaenda mahali pako penye baraka zako na Mungu. Ibrahimu baada ya kwenda, ndipo tunaona anaitwa baba wa mataifa, anaitwa baba wa mataifa mengi duniani, ndipo anakuwa baraka duniani. Ukisoma mstari wa 4, Biblia inasema Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru, na Lutu pamoja naye. Biblia inasema alikuwa na miaka 70 na mingapi? Na mitano. Haleluya. Kwa hiyo tunazungumzia jinsi ambavyo imani ilivyo miguu ya Mkristo anayemcha Kristo, jinsi inaweza ikamchukua ikampeleka mahali penye baraka zake. Haijalishi baraka zako ziko wapi, haijalishi ziko Dar es Salaam, haijalishi ziko Morogoro mjini, haijalishi ziko Lukobe, haijalishi ziko wapi, lakini kwa imani itakupeleka mahali penye hiyo baraka. Amen. Unielewe labda. Ndio maana useme amina. Si ndio? Mfano tunamwona ni huyo Ibrahimu. Ibrahimu alipaswa aingie kwenye imani ya kuondoka, sio ya kukaa. Sio ya kukaa, iondoke. Avae miguu ya imani, aende mahali pa kumiliki baraka. Haleluya. Biblia inaweka Abrahamu akamchukua Sarai mkewe, Lutu mwana wa nduguye, na vitu vyao vyote walivyokuwa navyo walivyojipatia, na hao watu waliowapata huko Harani. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Ibrahimu alipita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mialoni mwa Mamre na Mkanani. Siku zile walikaa katikati ya nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea Bwana madhabahu aliyemtokea. Ibrahimu baada ya Mungu kumwita, hakumwita tu kwa bahati mbaya, bali alimwita na akampa maelekezo ya mahali pa kwenda. Ibrahimu alipita katikati ya hiyo nchi, akaenda mpaka mahali panaitwa mialoni ya Mamre. Ndipo pale Bwana alipofika akamjengea Bwana madhabahu, na Bwana alipomtokea hapo, na hapo ndipo akajenga madhabahu ya Bwana na kuzidi kutolea Bwana dhabihu mahali pale. Ndipo mahali Bwana alipoanza kumuinua Ibrahimu kwa taifa kubwa. Sikiliza nikwambie, Mungu huwainua watu wake. Mungu hutembea na watu wake kwa njia ya imani, na anatembea nao kwa kuwawekea miguu ya imani. Tamani leo Mungu aweke miguu ya imani ndani yako, ili utembee, ufike mahali pa baraka zako na Bwana, ufike mahali pa baraka zako na Mungu, ufike mahali pa uponyaji wa maisha yako, ufike mahali pa uzao wako, ufike mahali pa huduma yako. Amen. Haleluya. Baada ya Ibrahimu kwenda akumzuilia Bwana, bali alipokea maelekezo, alienda mpaka kwenye mialoni ya Mamre. Maana huko ndipo mahali alipachagua palikuwa na rutuba na majani na kuweza kulisha mifugo yake. Haleluya. Imani ndiyo miguu ya kuweza kwenda mahali penye baraka za mtu. Bila kuwa na miguu ya imani hauwezi kufikia mahali popote penye mafanikio. Haleluya. Bwana ndipo alipotokea Ibrahimu akasema, na uzao wako nitawapa nchi hii. Unaona?
Je, Ibrahimu asingekubali kutii maelekezo ya Bwana na kuchukua hatua kuvaa miguu ya imani na kuondoka, je, Ibrahimu angelisikia neno la Bwana ya kwamba Bwana anamwambia nitawapa nchi uzao wako? Bwana anahitaji usikie, ufahamu, utambue, uingize kwenye akili, uvae miguu ya imani, uanze kutembea kwenda mahali pa imani, wende mahali pa baraka zako. Inawezekana biashara yako ipo ni ya kuuza mboga, sio ya kuuza kitu fulani. Lazima uvae miguu ya imani kwenda kwenye biashara nyingine ukafanye. Amen. Usiganganie. Unawezekana na imani wewe ni mkulima na unapambana kulima, lakini lazima msikilize Bwana. Kwa maana nakwambia kila jambo anza na Roho Bwana, anza na Mungu, kwa sababu aliyoanzisha kazi njema miongoni mwenu ni Roho Mtakatifu. Yaani ni Mungu atakayetimiza kazi njema aliyoanzisha miongoni mwako. Wewe msikilize Roho Bwana, vaa viatu vya imani. Kama ulikuwa unafanya kazi ya kulima, anakuambia sasa anza kutengeneza mtaji. Utengeneze mtaji, uanze na biashara ndogo ndogo ya duka kidogo, duka geni, anza fanya. Haleluya. Nenda vaa viatu vya imani, anza biashara. Amen. Amen. Ibrahimu alianza ili apokee mtaji wa kuitwa baba wa mataifa. Je, wewe una imani ya namna gani? Imani ndio miguu. Huwezi kwenda kutoka hapa kwenda hapo nje bila miguu. Umekuja hapo, ulikuja kwa miguu. Na safari zetu za kiroho zinaenda kwa imani, kwamba tunaenda kwa imani. Ndio maana anasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi ya mtu, bali ni kipawa cha Roho Mtakatifu peke yake. Amen. Haleluya. Ili uwe mtu mwenye huduma kubwa, ili uwe mtu wa mafanikio makubwa, ili uwe mtu mwenye jina kubwa, ni lazima utembee kwa imani. Na wala si kutembea kwa akili, wala si kutembea kwa elimu, bali ni kutembea kwa imani mama, ni kutembea kwa imani baba. Haleluya. Tembea kwa imani. Amen. Nimejishauri siku moja nitakatishwa na wakuu siku moja, kama nikae na wakuu niweze kufanya dua nao, maombezi kwao wakuu. Basi kama wazungu tena, nilikuwa naogopa wazungu, nilikuwa naona kwa mbali wazungu. Tunaona watu wameendelea, kweli wamefanikiwa. Kwa nini wazungu wamefanikiwa? Jambo la kwanza wanalofanya, wanamwaminisha mtoto wake. Mtoto anapozaliwa tu wanamwaminisha wewe ni tajiri. Hilo neno la imani. Wewe ni mfalme, neno la imani. Wewe ni mtu wa Mungu, anamwaminisha kumjua Mungu. Unaona? Kwa hivyo anakuwa na mambo ya muhimu. Wewe ni mtu mkubwa. Ndio maana kafunga kijana pale katoto, tutakapisha binti hapa, utakimbia kwa sababu kanasikia mamlaka ndani. Haleluya. Sikiliza, Ibrahimu akatii, akaenda kama Bwana alivyosema. Wangapi natii naenda kama Bwana alivyosema, na akawaacha kama mlivyo. Kama ukimtii Bwana utaenda kama alivyosema Bwana, lazima atabadilisha maisha yako. Hata kama unapitia machangamoto na sana kazi za changamoto, iwe ni vipindi vya njaa, iwe ni vipindi vya shida, iwe ni vipindi vya kukosa chakula, iwe ni vipindi vya kupitia mateso, lakini Bwana utakapoinua imani yako na kwenda na Bwana kwa kuvaa miguu ya imani, Bwana atakupeleka viwango vingine. Kisha akaondoka huko, akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Bezi, akapiga hema yake huko yake. Ulikuwa Bezi upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akalitia jina la Bwana. Naye Abrahamu akazidi kwenda upande wa kaskazini. Basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri, akaenda huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu na kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama, najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Lakini huko nisifike, niachane na huko, ni hapa naishia mstari wa Ibrahimu akazidi kwenda upande wa kaskazini, kwenda upande wa kusini. Maana yake anazidi kwenda kutafuta baraka za Mungu. Mara ngapi Mungu anasema na wewe? Mara ngapi
Lakini mara ngapi kuvaa miguu ya imani, uchukue hatua kwamba leo ninaingia katika kufanya hii kazi. Inawezekana ni biashara, inawezekana ni kazi hapa ya mikono, inawezekana ni ajira. Mara ngapi umesikia, mara ngapi umechukua hatua ya kuingia kwenye kuvaa utayari kwenda kufanya hilo jambo? Mara nyingi umekuwa kwa imani, umekaa kwenye imani. Imani inahitaji kuvaa utayari kwenda. Ibrahimu alienda, asikiitwa baba mataifa kwa imani. Alikuwa amekaa nyumbani kwa baba yake na mama yake wanaendelea kuabudu ile miungu pale nyumbani kwake. No, haikuwezekana. Ilibidi aondoke. Ukisikiliza habari ya Ibrahimu, alikuwa anaabudu miungu 500. Miungu zaidi ya 500 ya Kikaldai. Kule walipokuwa kwa baba zake. Miungu alikuwa anaabudu. Ilimpasa aondoke na ambaye ni nguvu ya imani. Haleluya. Ile taifa kubwa. Tunasoma Ibrahimu alipoondoka, leo tunasoma Ibrahimu ni baba wa mataifa tajiri katika ulimwengu huu. Tusome sura ya mwanzo ya 13 tu. Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa ni mtajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Bethel, mahali pale palipokuwapo hema yake ya kwanza kati ya Bethel na Ai. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyoifanya hapo kwanza. Naye Abrahamu akalitia jina la Bwana hapo. Lutu naye akasafiri pamoja na Abrahamu. Yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Naye na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Nini maana yake? Ibrahimu baada ya kutii neno la Bwana kwa njia ya sauti, sio ya kuonana ana kwa njia ya sauti, ndoto, maono, akasikia ile sauti. Bwana alipomwambia toka wewe katika jamaa yako na ndugu zako uende kwa nchi nitakayekuonyesha. Ibrahimu anaenda. Sura hii ya 13 inatuambia Ibrahimu akawa ni mtu tajiri na mali mengi. Na Lutu yule ndugu yake Lutu naye akawa na mali nyingi, mpaka ule mji ambao walikuwa wanaishi pamoja hauwatoshi tena, unapaswa hapo wagawanyike. Ndipo Lutu akachagua kwenda upande wake mwingine na Ibrahimu akachagua kwenda upande wa mashariki zaidi. Biblia inasema kwa sababu Ibrahimu inatokea alikuwa na mali nyingi, alikuwa na fedha na dhahabu. Kwa sababu gani? Ya kuvaa miguu ya imani. Pendwa, vaa miguu ya imani kwa kila jambo unaloliendea. Iwe ni katika huduma yako, iwe umepiga magoti unaomba, tembea kwa imani. Iwe unafanya biashara, tembea kwa imani. Ukiwa unaabudu, fanya kwa imani. Ukiwa unaimba, imba kwa imani. Ukiwa unatia moyo, tia kwa imani. Ukiwa unabariki, bariki kwa imani, kwa sababu ndiyo njia ya baraka. Haleluya. Biblia inatuambia zile ahadi za Mungu kwa Ibrahimu, kwamba hapa tayari Ibrahimu amekuwa na mali mengi. Fedha, anasema Ibrahimu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Haleluya. Kwa nini Ibrahimu amekuwa tajiri wa fedha na mifugo mingi na dhahabu? Kwa nini? Kwa kipi alichofanya Ibrahimu? Hebu tujiulize. Unajiuliza Ibrahimu alifanya nini? Piga picha kile Ibrahimu alikifanya. Je, uliona kuna kitu amekifanya pale? Kazi aliyofanya nini? Kazi moja ya Ibrahimu ilikuwa ni kuingia kwenye utii na kuondoka peke yake. Wakati mwingine unakuwa unapitia maisha mabaya, hali mbaya, mateso, kudharauliwa, kuonelewa na adui, kwa sababu haujaamua kuingia kwenye imani, haujachukua hatua za imani ili kutembelea miguu yako ya imani. Hata kutembelea miguu ya watu ya imani, tembelea miguu ya imani ambayo Yesu Kristo ameanzisha ndani ya moyo wako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Ibrahimu akatembea sawasawa na ile miguu Bwana amekwishaanzisha ndani yake. Amen. Tuendelee kusoma. Imani ndio miguu. Ibrahimu anaambiwa utatoka, na ameahidiwa kuwa na mtoto kupitia Sara. Lakini ahadi zote hizi kwa Ibrahimu zisingetimia kama Ibrahimu asingechukua hatua za kwenda. Haleluya. Kuna wakati unaweza ukawa mgonjwa, kuna wakati unaweza ukawa unapitia changamoto, lakini kama utachukua hatua za mabadiliko, ukaingia chini magotini, ama ukaingia kwenye swala la kumuuliza Mungu, kwa nini napitia wakati mgumu?
magoti ya imani. Ingia kwenye magoti kwa imani, muulize Mungu. Vaa utayari. Paulo anasema jifungieni utayari, vaeni viatu vilivyofungia utayari itupasayo kwa habari ya Injili. Sasa tumepokea Injili. Injili ilikuja ni habari njema ndani yetu, habari za kuleta mabadiliko ya kweli, ili tuweze kujua nguvu za Mungu, tuweze kujua mkono wa Mungu jinsi unavyotenda, tuweze kujua mkono wa Mungu unavyobadilisha. Kwa hiyo mkono wa Mungu ni wenye nguvu na ni hodari. Lazima tutii kutembea katika miguu ya imani. Haleluya. Vaa miguu ya imani mchana wa leo. Leo nataka nikuombee Mungu akupe miguu ya imani. Ukienda mashariki akakujua wewe ni nani. Ukienda magharibi akakujua wewe ni nani. Ukienda kusini akakujua wewe ni nani. Hata ukiuza mchicha wajua wewe ni nani. Ukiuza karanga wajua wewe ni nani. Ukiwa kwenye ofisi yako wajua wewe ni mtu wa namna gani, kwa sababu unayo miguu ya imani ya Kristo ndani yako. Nikata ya bosha. Imani. Naweza nikazungumzia imani mwaka huu wote na unaofuata imani. Kwa sababu nimetoka kwenye imani za kishirikina kwenda maji ya pana na kusema leo nimekuja hapa kumloga mtu fulani, uchawi huu fulani, ugonjwa fulani, nikaondoka nikaacha hapo. Na naamini kile nilichokifanya kwa neno la Mungu. Kwa nini neno la Mungu lilokuja ndani yangu nisisimame nalo kusema inawezekana kwako kuwa mtu fulani, inawezekana kwako kuwa tajiri fulani na usiwe? Kwa nini? Hapo tunapingana kwa imani. Labda imani yako inapingana na imani yangu ndani. Haleluya. Lakini kama unaamini kama ninavyoamini na ukaamini na zaidi, utapelekwa viwango vya utukufu wa Mungu. Ninasemaga mara nyingi tumezaliwa kwa baba mwenye imani. Nadhani mnamwonaga akija hapa ni mtu wa imani. Ninasemaga mara nyingi tungezaliwa kwenye mafuta, chumvi na maji, sasa hizi tungekuwa na chumvi na maji. Tungezaliwa kwenye uongo, sasa hizi tungekuwa tunadanganya hapa tupate fedha zenu. Sasa hizi hapa ningekuwa nishawapiga mpaka mmegaragara. Sasa hizi ningekuwa mnaangalia mafuta, mnatembelea mafuta ya upako ili nipate vitu vizuri. Lakini acha nikufundishe kweli, ili hiyo kweli ikutakase, ikufikishe mbinguni hiyo kweli. Haleluya. Kweli kama ningekuwa nataka kupiga, ningepiga. Hata leo tusingekuwa hivi kwenye mabati. Nimekutana na watu wengi wananiuliza, je, mimi nahitaji kuwa hivi? Ni muamini Yesu. Muamini Yesu na utembee kumfuata Yesu akupeleke sasa. Hivyo tofauti na hapo uongo. Sasa ukikataa kuikubali imani, Mungu anapenda imani yako iwe kubwa. Anapenda imani yako izae. Wakati Ibrahimu anatembea katika imani, katika sura ya 11 hii ya Mwanzo tunakuta kitu kipya. Watu waliamua kukaa mahali pamoja, imani yao. Mungu akasema mimi sina imani ya ile kukaa mahali pamoja. Imani hii siitaki. Nataka niwatawanyishe ili mjue baraka zangu zilivyo. Kuna wakati Mungu anaweza kufanya jambo la kutawanyisha ili mjue baraka zake zilivyo. Haleluya. Amen. Kisoma sura ya 11, turudi hapo nyuma uone. Watu walikuwa na lugha ngapi? Moja. Imani moja. Lakini Mungu hakupendezwa na imani yao moja. Mungu hataki tuwe na imani hii moja. Pamoja hapa alikuwa anazungumzia kwa habari ya kugawanya mataifa, wasiwe na lugha moja, wasifanye kitu kimoja. Anawagawanyisha, anataka wawe na imani tofauti. Imani hii na hii msaidie mwenzake ilete kujenga sawa sawa. Haleluya. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona mji tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Yuko Babeli huko. Shinari iko Babeli. Wakaambiana, haya na tufanye matofali na tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, na tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi. Bwana akashuka ili aone jinsi, aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Tena kama ndio akasema walikuwa wakiujenga wanadamu mji, na huo mnara walikuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha moja, na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoyawaza
wanaoyafanya, wala si sasa hawatazuiliwa neno, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Hai, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno yao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya wakatoka huko kwenda usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji, kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Bethel, maana hapo ndipo Bwana alipowachafulia lugha. Kaitwa Babeli, kaitwa Babeli, maana hapo ndio Bwana alipowachafulia lugha dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Haleluya. Amen. Bwana alichokifanya kwa Ibrahimu pale mwanzo, anamwambia toka wewe katika jamaa yako uende mpaka ile nitakayokuonyesha. Ilikuwa ni jambo la kuendelea kulitukuza jina lake, kuendelea kutangaza jina lake kwa njia ya imani, ili kuonyesha ukuu wa Mungu. Hapa watu wakajengea mji, wakanuia moyoni. Imani ni imani aba ya kukaa mahali pamoja, imani ya kukaa ya kutokuongezeka. Imani inahitaji uongezeke kiufahamu, kielimu, kiroho, baraka za Mungu na kutanuka kihuduma. Haleluya. Hapo wamekaa mahali pamoja. Bwana akaona vile, akasema kama alivyomwambia Ibrahimu atoke, wewe mbona bado nyewe mnaendelea kukaa mahali pamoja, mnajenga mnara mmoja? Sasa wakaujenga mnara. Bwana alipowachungulia akaona wana lugha moja, wakisema jembe, wote wanajua jembe, wote wana imani kwenye jembe, kijiko, koleo, wote lugha moja, koleo. Bwana akasema nyie na hicho mnachokifanya hamtaki kuongezeka, mnataka tumpande mwende mpaka mje mniguse mimi. Akasema ngoja nishuke niwachafulie lugha kwanza, ili muweze kutanuka, muweze kuongezeka katika imani zenu. Biblia inasema Bwana akawachafulia lugha, ndipo wakaanza kutawanyika, mataifa, wakaongezeka, ndio mpaka leo tuko taifa la Tanzania. Haleluya. Maana yake nataka kuongezea, kuna wakati unaweza ukawa umeng'ang'ana kwenye biashara moja, unaona biashara moja tu, yani mimi nitembele tu. Mungu anaona hapana, tembele sio, anakuchafulia lugha, mambo yanakuwa magumu. Geuza kibao, acha biashara nyingine. Amina. Acha biashara nyingine. Haleluya. Meng'ang'ana tu. Imani yako inatakiwa ibadilike. Haleluya. Badilisha imani yako. Vaa viatu vya imani. Tawanyika, nenda kwenye biashara zingine. Kama ulikuwa unaona biashara yako ni ya kuuza karanga, umeuza karanga muda gani? Hata na hiyo biashara ya karanga, anza biashara nyingine. Tena nendea biashara nyingine. Haleluya. Ulikuwa unafuga kuku, asiongezeki. Unafuga kuku, anza kufuga na bata. Anza kufuga nini? Bata. Haleluya. Nenda kwenye bata. Sawa. Ulikuwa unafanya biashara ya duka limekwama, haliendi, haliongezeki. Kila ukifanya haliongezeki. Kila haliendelee. Mungu ameweka mkwamo, anza biashara nyingine. Haleluya. Hawa walikuwa wameazimia kujenga mnara uende mbinguni. Bwana akasema hawa watachelewa kwenye baraka zao. Ngoja niwaonyeshe. Shuka tu nikachafulia lugha mpya, watawanyike. Waende huko na huko, waanze kuongezeka, lugha zikagawanyika. Unaweza ukawa na lugha moja ya imani. Unakutana na mama watatu. Si tuuze mchicha. Wote wanainuka wanauza mchicha. Kwa sababu wanaona wanauza mchicha. Usifanye biashara kuiga. Haleluya. Usiige. Imani inahitaji kuiga. Inahitaji kutoka ndani yako. Kumbuka pale kwenye kitabu cha Waebrania 11 anasema hivi, baba zetu walituambia kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vilivyopo kutoka kwenye vitu zaidi. Kwamba akupigwa picha kama hii ili alitoka kwenye picha nyingine. Mungu akupiga picha nyingine akasema nitengeneza kama hii. Alitengeneza kama hii. Aliliumba peke yake ikachipua. Haleluya. Kwa hiyo imani ndio miguu pekee ya kufika kwenye baraka. Baada ya hapa wanachafulia lugha, wanatawanyika duniani. Kule duniani wanaanza kuingia kwenye baraka za Mungu. Ndipo pale
mtu anaenda kuwa tajiri. Tukiliza nikwambie, lazima uvae miguu ya imani. Tembea kwa imani, kwa miguu ya imani. Unaenda kufanya biashara, unaenda kuomba kazi, nenda kwa imani. Unaomba ni magonjwa ya kuache, omba kwa imani, magonjwa yaondoke kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Haleluya. Makali Ibrahimu ambaye alijua na Mungu, uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari, na hakuna mtu atakayeweza kuhesabu kama nyota za mbinguni. Ibrahimu alijua maneno haya. Ibrahimu huyu ahadi ya kuzaa mtoto Isaka inachelewa. Isaka anaenda kuzaliwa Ibrahimu akiwa na miaka 90. Sara naye kikongo miaka 80 na kitu, choka mbaya. Biblia inaniambia wazi, baada ya ahadi ya Mungu kutimia, ni Ibrahimu kukaa katika ile imani aliyokubali kutii, kutoka kwenda, sio kinginecho. Kubali kutoka mahali pamoja pa imani yako ndogo, uchukue imani kubwa, uvae miguu ya kwenda kufanya mambo makubwa ya imani. Kama unasema mimi nataka nimtumikie Mungu, mwaka unataka nimtumikie Mungu kwa namna hii, sitalala ibada hata moja, na mtumikia Mungu, nitajitoa kwa Mungu, nitafanya kazi kwa Mungu, uone kama Mungu atakuacha vile ulivyo. Nimekataa, haiwezekani. Haiwezekani. Naenda kuchukua na vaa sasa, nafanya biashara fulani, nataka nifanye biashara, nataka nifanye hii kazi. Ukifanya kwa imani, hiyo miguu ya imani utakayoivaa kufanya hiyo kazi, Mungu akuache hivyo. Akuache. Akuache. Kabisa. Yaani akuache, hata ukiuza mavi ya kuku yatauzika. Imani nauza mavi ya kuku leo, tawauzia wakulima mavi ya kuku. Unaona ni kitu cha kipumbavu. Una mavi ya kuku magunia pale, unakusanya kwa watu, mavi ya kuku pelekea watu kama hajakupa hela. Mavi ya ng'ombe kusanya pelekea watu kwa imani. Kama hujapata hela na ukawa tajiri kuliko watu wote wakakushangaa. Ikiwa tu kule Kongo kuna mtu anauza mikojo ya watu na kwenda kumwagilizia kwenye mashamba, wanapanda miche na stawi vibaya. Miche ya nyanya inastawi kwa kula nyanya. Imani yake anamtoa mizao inapanda, minyanya inatoka ya kutosha. Mbolea. Haleluya. Imani. Ukiona mwanzo Ibrahimu, wakati mwingine imani yako inaweza ikapitishwa kwenye moto mkali. Ibrahimu aliyekuwa na ahadi ya kupata mtoto, anampata mtoto, anaingia kupima kwa yule mtoto. Soma Mwanzo 22 mstari wa kwanza. Mwanzo 22 mstari wa kwanza hadi ule wa 13. Nitasoma pale. Ibrahimu ahadi inachelewa, siku zinaenda, lakini Ibrahimu ana imani. Alishavaa miguu ya imani kutoka nyumbani kwake. Ameshavaa miguu ya imani, ameondoka. Alishaenda mahali anajua hapa mimi baraka nitazipokea. Haleluya. Haleluya. Amen. Sio kila mahali na kila kitu utakachokifanya kitakuwa baraka kwako. Lakini utakaposikia sauti ya Roho Mtakatifu na kuvaa miguu ya imani, nenda mahali ambapo Mungu anakuelekeza, baraka zako ndipo zipo. Amen. Ndipo zipo. Ibrahimu alielekezwa mahali zilipo. Ulifikiri Mungu atafanya kazi kwa bahati mbaya? Miaka iliyopita 8 sasa aliniambia nimekuita kwa ajili ya Lukobe. Si kwa bahati mbaya, hapana, nilisikia sauti ya Mungu, sio ya mchungaji askofu. Sio mama mchungaji wala askofu wala mchungaji. Ya Mungu mwenyewe. Sema nimekuita kwa ajili ya Lukobe, ukawatumikia watu wa Lukobe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatumia mtu wa imani. Anatembea na mtu wa imani anayesikia imani. Haleluya. Amen. Basi twende tukasome hiyo Mwanzo 22. Tuone kile kilitokea. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu akamjaribu Abrahamu. Akamwambia, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, mchukue mwanao wa pekee umpendaye Isaka, ukamtoe sadaka, ukaende naye, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, umtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akamchukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya ile sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Unaona, Ibrahimu anaambiwa aende mahali pale na Mungu. Imani unaiona inavyotaka? Imani inataka kwenye ufahamu wako upambanue, yaani uchukue hatua za kwenda mahali ambapo Mungu anakuelekeza ili ufikie kuiona baraka yako. Huyu
anaambiwa chukua mtoto wako halafu apekee, hajui kinatenda kutokea. Anaondoka mpaka pale mahali Mungu amemwambia aende. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akamwambia vijana wake, akaeni nyinyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule kumwabudu, kwenda kuabudu na kuwarudia tena. Mstari wa 5 anasema Ibrahimu akamwambia vijana, baada ya kuangalia pale bado ni mbali kidogo, akasema nyie kaeni hapa na wapunda, mimi na mtoto acha twende kule kumwabudu Mungu. Hiyo ni siri ya Ibrahimu, lakini Mungu amemwambia aende akamtoe sadaka. Basi Abrahamu akazitoa kuni na hiyo sadaka akamtwika Isaka. Yaani Ibrahimu akachukua zile kuni akamtwika mwanae yule yule ambaye anaenda kuteketezwa. Akamtwika Isaka mwanao, akatoa moto na kisu mkononi mwake. Wakaenda wote pamoja, wawili pamoja. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akisema, babangu. Naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema tazama moto upo, kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka ya mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akajenga huko madhabahu, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akisema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema mimi hapa. Unaona, Ibrahimu alikuwa anamsikiliza Mungu wakati wote, anasikiliza sauti ya Bwana kwa imani, maana tangu mwanzo alipomwita alitoka kwa imani akaenda. Na hapa baada ya Ibrahimu amechukua ile sadaka, amechukua Isaka na kuweka juu ya sadaka, juu ya madhabahu, ndipo malaika anamtokea anamwambia, Ibrahimu, 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 mimi hapa. Sikiliza maneno aliyomwambia. Akasema usinyoshe mkono juu ya mtoto, usinyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama kondoo mwanamume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe Isaka, badala ya mwanawe. Haleluya! Jifunze kuona imani ya Ibrahimu jinsi ambavyo ilikuwa imezaa matunda makubwa. Ibrahimu tangu alipoitwa kutoka kwa baba yake na mama yake, ile tu ilikuwa ni fundisho tosha la kwamba Ibrahimu ametii sauti ya Mungu. Ibrahimu amemkubali Bwana kuwa Bwana wake, na lolote atakalomwambia Bwana atalifanya. Ibrahimu ambaye alipata mtoto katika ahadi ya kumzaa mtoto Isaka awe baba wa mataifa, tena katika kumpata amempata kwa taabu, amempata kwa mateso. Yawezekana, nataka nizungumze na mtu mmoja sahihi. Yawezekana wakati mwingi umepitia katika vipindi ambavyo ulikuwa na baraka za Mungu, wakati mwingine zikawa ni sehemu ya mateso, zikaondoka kwa mateso, ukajikuta ni hali ya mateso, ukajikuta ni hali mbaya. Lakini anasema Bwana, baada ya Ibrahimu kumjaribu tu Bwana kwa imani, akamtolea Isaka. Yawezekana umemjaribu Bwana kwa imani, umemtolea moyo wako, umefungua moyo wako, umeupeleka mbele za Bwana. Bwana anaenda kukupa hatua nyingine ya utukufu katika jina la Yesu. Ndipo anamwambia Ibrahimu, usinyoshe mkono juu ya mtoto. Kwa nini? Ibrahimu alikuwa amevaa miguu ya imani ya utayari. Alikuwa amevaa miguu ya tayari kufanya chochote kwa ajili ya Bwana. Ndio maana anamtoa Isaka. Mara ngapi Mungu anaweza kusema na wewe, fanya hichi kitu, toa hichi kitu, toa hiki, na kusema na nina hiki. Ibrahimu anamwambia, Mungu anamwambia Ibrahimu, mtoe Isaka mwanao. Ni wangapi? Wangapi? Ni wa pekee, kwamba ni wa pekee, hamna mwingine.
na kwa yule ndio kuna ahadi ya kuwa mataifa. Lakini Ibrahimu akamzilia Mungu. Bwana anamwambia Ibrahimu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao huyu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao huyu, basi nimekupa sadaka badala yake. Unajua kuna wakati tunaweza tukamzuia Mungu asitende vitu kwenye maisha yake kwa sababu ya kutokuvaa miguu ya utayari ya imani, kumtumikia Mungu wakati wa raha, kumtumikia Mungu wakati wa mateso, kumtumikia Mungu wakati wa shida. Wewe unafikiri kumtumikia Mungu wakati nyakati zote zitakuwa ni za raha? Hapana. Huwezi kumtumikia Mungu nyakati zote ni za raha. Haiwezekani. Imani yako lazima itapimwa kama Ibrahimu. Haleluya. Ulishawahi kuwaza kwa habari ya huyu mama Mkananayo? Imani ya mama Mkananayo jinsi ilivyokuwa. Hii ni imani iliyokuwa ya ajabu mno. Unaisoma katika Mathayo 15 mstari wa 22 mpaka 28. Mama huyu atufundisha, na napenda sana kusoma hili andiko. Mama huyu ilimpasa kuvaa miguu ya imani, tena miguu ya ujasiri, tena ujasiri uliopita kawaida. Kumbuka maneno aliyoambiwa ni mangapi? Anaambiwa si vyema kuchukua chakula cha watoto kwa hapa mbwa. Lakini mama anasema, najua hata mbwa huzunguka ula makombo yanayokuwa kwenye meza Bwana sana. Hii ndio imani. Hii ndio imani. Mama alivaa miguu ya imani. Anachokiangalia ni mtoto wangu nimemwacha nyumbani, nimekuja kwa Yesu. Wewe umekuja kwa Yesu kweli au unatania? Eti ulikuja kwa Yesu kweli ama Yesu aliyekuita hujamsikia sauti yake? Ndani kila aliyemwendea Yesu astahili kubaki vile alivyo. Lazima abadilishwe kiroho, abadilishwe na kimwili. Haleluya. Haleluya. Unanielewa? Unabadilishwa kimwili kupewa baraka za Mungu. Unabadilishwa kupewa baraka za Mungu. Yaani utahesabiwa mahali pa utukufu wa Mungu hapa duniani na hata uzima wa milele. Haleluya. Mwanamke huyu mwenye alivaa miguu ya imani. Mwanamke huyu alivaa miguu ya imani kwa sababu ya mtoto wake aliyoko nyumbani. Binti sijui wa kike sijui wa kiume, lakini alivaa miguu ya imani. Ameacha mtoto anaumwa hoi. Hoi. Nazungumzia imani ndio miguu ya kufikisha mahali pa baraka. Huyu mwanamke alikuwa anajua miguu ya kufikisha kwenye baraka ni imani. Akaona mtoto siendi naye, namwacha nyumbani. Akae nyumbani, mimi navaa imani naenda kwa Yesu. Hebu mchana wa leo vaa imani ya huyu mama Mkananayo wa mipaka ya Tiro na Sidoni, mwanamke ambaye alikuwa jasiri. Walipoinuka wanafunzi wa Yesu wanasema mwache huko, mwache, ni maiti anakupigia kelele, anapaza sauti, anapiga kelele, mwache. Wanamwambia Yesu. Mama akazidi kupaza, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasema si vyema kuchukua chakula cha watoto niwapatie mbwa. Mama alikuwa wa taifa lingine, alikuwa sio Myahudi, ni Mkananayo. Yesu ni Myahudi, achangamani na watu wasio Wayahudi. Hawezi kuruhusiwa kula na watu wasio kwa Wayahudi. Unanielewa? Yaani kwa maana yake Yesu anachosema, yaani ni kwamba ni kama vile sisi wa Tanzania tusishiriki kabisa na taifa lingine labda la Kongo. Tusiwe na ushirikiano nao kabisa. Tusiweze kula nao, tusiweze kunywa nao kitu chakula wala kunywa nao, wala tusiweze kuwabariki na chochote. Yesu akatumia lugha ngumu, akasema si vyema kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Mama akasema hapana, ninaamini hata mbwa wao wanazunguka meza za bwana wao, wanaokota makombo wanakula. Mama alikuwa amevaa viatu, na hivi viatu inawezekana ni gambuti za chuma chini soli yake. Miiba yote ikanyaga ilikuwa itoboi. Ilikuwa itoboi. Ndio hii imani ileta majibu kwa mtoto kwa mtoto wa huyu mama. Yesu akamwambia, binti, imani yako ni kubwa, nenda ikawe kwako kama ulivyoomba. Mama akasema, Biblia inasema mama alitambua saa ile ile majira ya saa 6 mchana mtoto wake ameponywa nyumbani. Haleluya. Unataka uione imani jinsi ilivyo ya ajabu? Vaa viatu vya imani mchana wa leo. Amen. Vaa viatu vya imani. Imani haihitaji mambo mengi. Haihitaji mambo yayo unayoyawaza wewe kwenye akili zako. Haihitaji mambo mingi unayotafuta wewe kwenye moyo wako. Imani inahitaji kumwamini Kristo aliyekufa akaenda kaburini akafufuka siku ya 3. Na ndiyo tu kuna suluhisho la kupeleka mahali pa utukufu wa Mungu. Amen.
hakuna suluhisho lingine kwenye maisha yako, lazima uliamini kazi ya msalaba. Mama huyu alimwamini Yesu kwa sababu Yesu alikuwa ni kazi ya msalaba, alikufa akafufuka. Je, nikuonyeshe imani nyingine ilivyokuwa watu waliovaa miguu ya imani? Mwangalie Bartimayo. Bartimayo mwana wa Timayo, kipofu kabisa. Ukisoma Luka nadhani sura ya 10 mstari wa 46 na kuendelea, kama 46 na kuendelea, Luka utaona, Luka sura kama sijaikosea ni 10 kitu kama hicho. Huyu mtu mmoja anaitwa Bartimayo mwana wa Timayo. Huyu Bartimayo kipofu, muombaji. Biblia inamuita kwa majina, yani Bartimayo kipofu alafu ni muombaji. Yani inaorodhesha jina la aibu kwamba ni muombaji. No. Sio hapa. Hapa no. Nimekataa pale nimekatalia. Sio ile Luka, ni Marko 10 mstari ni ule ule kuanzia 46 mpaka ule wa kiendelea mpaka pale mwisho kwenye 51. Sikiliza hizi habari, ni za mtu wa imani na alivaa miguu ya imani. Kama asingevaa miguu ya imani huyu jamaa asingekuwa. Napozungumzia kuvaa miguu ya imani, unaivaa kwa imani. Yaani ninaona mimi ni mgonjwa, ninavaa kuona uzima, ninatembea kwenye uzima. Haleluya. Ninahitaji kazi, natembea kwenye kazi, navaa viatu vya kazi, sitoki nje ya kazi, natembea kwenye kazi. Haleluya. Mimi ni mwalimu, nafundisha, natembea katika kufundisha, nataka watu wangu wafaulu, natembea katika imani. Marko 10:46 na kuendelea. Wakafika Yeriko. Hata walipokuwa wakiingia wakishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake, na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu wa Nazareti, alianza kupaza sauti akisema, mwana wa Daudi, Yesu nirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Mstari wa 50, akatupa vazi lake, akaruka akamwendea Yesu. Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Haleluya. Hii ndio imani. Imani inahitaji vitu vya namna hii. Imani inahitaji vitu vitoke ndani yako. Hata kama madaktari wamekwambia kuna changamoto, hata kama madaktari wamekwambia kuna kauvimbe fulani kameanza, wewe wanakwambia kuna virusi fulani, bakteria fulani hivi wako mwilini mwako, imani inahitaji neno la namna hii. Imani inarejesha vitu mahali pake. Imani inarejesha amani mahali pake. Imani inarejesha vitu mahali pake pa kustawi. Haleluya. Imani ndivyo ilivyo. Akamwambia, unataka ujifanye? Kwanza walikuwa wanapaza sauti, wengi wakamwambia, wewe nyamaza. Unajua watu wengi wanaweza kunyamazisha wakati unapitia changamoto. Tulia. Lakini unamuona nani wewe? Unamuita nani? Wakati unapitia hizo changamoto unamuita nani? Lazima umuite Yesu. Haleluya. Yesu. Bartimayo akamwita Yesu. Jamii ya wale watu wakasema, wewe huyu sio kabila lenu, huyu wala sio saizi yako, huyu kwanza wala mlingani. Akasema, hapana, namuita Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Yesu akasema, muiteni. Akamwambia, haya, jipe moyo. Anakuita bwana mkubwa, jipe moyo. Akajipa moyo, akaenda. Kipofu akaenda kwa Yesu. Alipofika kwa Yesu, Yesu akamtoa swali moja tu la ugunduzi ambalo alijiona, unataka nikufanyie nini?
nione tena Bwana, nataka nione tena, nataka faje kuona. Haleluya! Imani ndio miguu ya kupeleka mahali pa baraka na uone mabadiliko ya kweli ya ndani. Haleluya, si vinginevyo. Amen. Kwa hiyo tunaangalia imani. Bartimayo alikuwa ni mtu ambaye mwenye imani yenye ujasiri. Ukimwangalia mama tu kwa damu yake 12, wa 12 tu anaponywa. Miguu ya imani, alivaa miguu ya imani kupita katikati ya ule mkutano ili amwendee Yesu. Imani inahitaji kuvaa ujasiri eti. Unahitaji kufanya biashara, kazi, unahitaji kuwa na elimu fulani, unahitaji kujifunza mambo fulani. Vaa ujasiri ndani yako. Sema, kwa nini mwenzangu anaweza, mimi nisiweze? Nilishakataa. Mwenzangu nilishakataa. Yaani nilishakataa. Wenyewe wanaweza, wana nini, mimi nishibele na nini? Wao si kama mimi. Si kama mimi. Mimi navaa imani, nasema na mimi ninaweza. Amen. Ninaweza. Haleluya. Haleluya. Ninaweza. Kama fulani aliponywa, na mimi naweza kuponywa. Kama fulani anaweza kumiliki kitu fulani, na mimi naweza kukimiliki zaidi ya hicho. Imani yangu inionyeshe kuona kumiliki na zaidi ya hicho. Ndio maana niwaambia tunahitaji kumiliki huduma nzuri, kanisa kubwa lenye utukufu wa Mungu. Lijengwe vizuri kama itakayoinuka ndio liwe kubwa, lakini tunaamini Mungu atajitanua na kujiongeza. Usiogope kwa yale unayoyaona. Usiogope mambo unayo. Yohana anasema Ibilisi atawapiga wengi na atawatupa wengi gerezani, lakini usiogope hayo. Unaonaje habari za imani ya kina Petro na kina Yakobo? Yakobo ameuliwa tu amekatwa shingo, lakini mitume anaingia kumevaa miguu ya imani, wameingia kwenye nyumba ya Mariamu ghorofani. Wanaanza kuomba kwa ajili ya Petro aliyeko gerezani. Na Herode anatamani kwamba baada ya muda mfupi Herode akatwe shingo. Kama Yohana alikuwa amekatwa, Yakobo alikuwa amekatwa shingo. Unasoma katika Matendo ya Mitume sura ya 12, kianza mstari wa kwanza mpaka 5. Unasoma habari za Petro. Sauli alikuwa ameua watu wengi. Amepiga, ametesa, ameweka gerezani. Yakobo ameshachinjwa na Herode mfalme, na alikuwa mtawala. Na amemkamata Petro siku hizo za mikate sio tu chachu. Ili baada ya Pasaka amtoe na Petro, amweke mbele za watu amsiaki na amkate shingo. Yawezekana shetani amekuandalia mazingira mabaya ya kukumonga na kukutukana, lakini nimekuja nikwambie mchana wa leo, vaa viatu vya imani, vaa viatu vya imani uende viwango vya juu. Ili ufikie mahali pa mafanikio, lazima uwe jasiri wa imani. Amina. Ukiwa legelege huwezi kufika mahali popote. Amen. Unanielewa? Amen. Huwezi kufika mahali popote. Imani inahitaji ujasiri. Uwe umenenewa, uwe hujanenewa, umetukanwa, haujatukanwa, umesikia vita vya adui rohoni, mwilini, lazima uwe na imani. Mwangalie Yesu aliyekufa msalabani. Akisimama juu ya mwili wako mwili. Yesu ndiye mwanzilishi wa imani. Mwanzo tulikuwa na imani toka kwenye vyanzo vya ukoo zetu. Tulikuwa tunaitwa kwenye vyanzo vya ushirikina na mambo mbalimbali. Lakini baada ya kumwamini Kristo tu, ndipo Kristo amekuja kugeuza ile imani. Ameweka imani mpya ya kuweza kutufikisha kwenye baraka. Yaani hiyo imani iliyo katika Kristo ndio inatupeleka kwenye baraka. Baraka zetu ziko kwa Kristo. Inaonyesha kile kifungo changu cha gari. Hakipo kwa bahati mbaya kile kifungo. Wewe utacheka tu lakini kile kifungo kiko na bahati. Kinaenda kiko kazini hata mimi. Ninakizungumzia kile kifungo changu cha gari. Kiko kazini. Bwana atatenda tu. Iwe ni kesho, iwe ni leo, iwe ni kesho kutwa, iwe ni miaka 20 iliyopita, lakini Bwana atatenda kwa wakati wake. Amen. Ndio imani. Uko hapa ni mgonjwa, imani yako imetindika, vaa viatu vya imani. Bartimayo alivaa viatu vya imani. Mama alitoka damu miaka 12 alivaa viatu vya imani. Yairo alivaa viatu vya imani. Alienda kwa Yesu akamwambia, Bwana mkubwa, mtoto wangu yuko nyumbani hawezi. Ni mgonjwa hawezi. Ni jambo gani haliwezekani kwenye maisha yako? Wamekudharau, wamekunenea mambo mabaya, wamekusengenya, adui amekupiga, adui amekuletea dharau. Wewe nataka leo uvae macho ya viatu vya roho. Vaa macho ya roho, vaa viatu vya imani na kwenda kuomba. Nataka utoke hatua moja uende hatua zingine. Roho Mtakatifu ananisemesha ndani. Kuna watu wako hapo wanaenda viwango vingine vya utukufu wa Mungu hapa, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.